Kampeni hizi za mapema ambazo Rais William Ruto na serikali yake wameanza za kujitafutia muhula wa pili zitafanya wananchi kumkataa na kuzidi kumkataa. Sasa hivi wananchi wanataka majibu ya ni nini ambacho amekifanya tangia alipoingia serikalini, lakini yeye ni kampeni. Mfano, leo siku ya Jumatano tarehe 11 mwezi ni wa pili mwaka ni 2026, Rais William Ruto alikuwa katika kaunti ya Garissa na alikuwa ndani ya shule ya upili ya Garissa Town. Kitu ambacho alikuwa ameenda pale ni mambo ya Nyota Fund, ambayo anaweza kaketi kwa afisi au wale ambao wanamsaidia kazi kwenye afisi zake wanaweza wakatuma hizo pesa kutoka Nairobi zifikie wale walengwa ambao walikuwa wanapaswa kupokea hela hizo upande wa Garissa. Sasa rais akapeleka mambo ya Nyota Fund katika kaunti ya Garissa. Alipomaliza ile shughuli kwenye kaunti ama kwenye shule ya upili ya Garissa, akaondoka akaingia Garissa Town kuwahutubia wananchi. Wananchi, kitu cha kwanza kwenye kanda ambayo nitakuwekea, hawakukuwa na haja na yeye. Japo ukiangalia umati alafu uangalie mabango ambayo walikuwa wamebeba, ni ishara kwamba walikuwa mobilized. Yaani walikuwa wamepewa pesa kuenda kumlaki rais. Lakini wananchi hawana haja. Kikundi kingine utasikia kikiimba one term, Ruto must go. Alafu Ruto aliposikia sauti ya Ruto must go, akaanza kukasirika na kuambia wananchi kwamba haya maneno ya one term hayatawasaidia. Eti viongozi ambao wanaongoza haya maneno ya one term hawana akili. Sasa yeye mwenye anazunguka kutoka kaunti ya Nairobi anaenda mpaka Garissa, anaenda kutuma pesa kutoka kwa simu ya serikali kuelekea kwa simu za wananchi. Sasa yeye ndiyo yuko na akili kweli? Rais wetu, washauri wako ndio wanakudanganya na washauri wako ndio watazidi kufanya uzidi kukataliwa. Hizi pesa ambazo anatumia za logistic hata zinaweza zikasaidia kununua vitu zingine zisaidie wananchi. Dunia ni kujituma. Usingoje nyumbani ati kazi itakuja kukupata nyumbani. Lazima ujitume. Ama namna gani? Tunaelewana? Sijui kama nyinyi ni baadhi ya hao watu ama nyinyi watu. Kwanza mimi nataka kujua nani wamejiandikisha kwa SHA hapa. Nyinyi wote mmejiandikisha kwa SHA? Na nyinyi wengine mnangojea nani? Mnangojea Yesu arudi? Nyinyi mnanielewa? Nasikizeni bwana. Unajua hii Kenya imechelewa miaka nyingi kwa sababu viongozi wengi ni watu tu wa bwerere. Manga tu kelele, sarakasi, sijui masugo, sijui kasongo, nini, one time. Ujinga mtupu. Nyinyi mnanielewa? Hii ni ngome yake mtu mwenye anaitwa Aden Duale. Unajua hivi karibuni Gachagua ameweza kuanika uozo wote ambao upo maeneo ya kaskazini mwa Kenya, mahala ambapo viongozi wamekuwa wakipewa hela za kwenda kufanya maendeleo. Hizo hela hazionyeshi maendeleo kwa ground. Hazionyeshi maendeleo kwa ground. Nilisikia rais akimtukana Rigathi Gachagua kwamba yeye ni mjinga. Sasa nashangaa Gachagua ni mjinga kivipi kipindi ambapo anauliza ukweli. Pesa ambazo viongozi wa kutoka county za northeastern or northern part of Kenya wamekuwa wakipewa, wamekuwa wakizichukua wapi kipindi ambapo pesa ambazo zimetolewa hatuoni maendeleo kwa ground? Acha tu niweze kukuomba kwa moyo mkunjufu, tafadhali chukua sekunde 1, 2, 3, kapiga subscription, bonyeza kengele. Hiyo ndiyo namna moja ya kuweza kukikuza hichi kituo, kwa sababu ukifanya hivyo utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa hichi kituo. Tafadhali like video, bonyeza kengele, sambaza kanda hii kuelekea kwa vikundi vingi. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Sasa mpenzi mtazamaji,
Unajua hasira ya wananchi mpaka kumuimbia rais kwamba yeye ni one term, kumuimbia Ruto must go. Mara anaanza kuwauliza sijui mumeweza kujiandikisha kwa SHA. Mara anaanza kuwaambia wananchi eti kwamba sijui wale ambao wanaongoza one term hawana akili. Lazima ujue kwamba kipindi ambapo watu wanaimbia au kipindi ambapo matajiri, unajua sisi ndio matajiri. Sisi wenye tuko na vitambulisho ni matajiri, na sisi ndio matajiri wa wale viongozi ambao wako madarakani. Kipindi ambapo matajiri wanakasirika na kuimbia viongozi one term ni kwa sababu kuna jambo la kwanza ni hili: hakuna maendeleo ambayo yamefanyika upande wa North Eastern part of Kenya. Ukweli usemwi, sijui ni serikali kuwa ijafanya, sijui ni viongozi wa mashinani, kwa sababu sasa hivi ni ukame, chakula hamna, maji hamna. Viongozi wametorokea Nairobi. Hawa viongozi ndio wanatusi Gachagua kutoka Nairobi, lakini nyumbani kwao Garissa, Mandera, Lamu, wananchi wanaangamia, hawana maji. Wanatembea kilomita kadhaa kutafuta maji. Ili hali viongozi wamepokea pesa, wamesema kukula nguruwe ni haramu, lakini kukula pesa za mwananchi ambazo zinapaswa kufanya maendeleo ndio halali. Sasa maendeleo ambayo hayajafanyika kwa ground, kama vile maji hamna, kama vile mashule hayajajengwa, kama vile kitu ambacho kinaitwa mahospitali hamna, hayo ndio yanafanya wananchi wanakasirika. Wanakasirika. Yaani kitu ambacho kimenishangaza, mpaka wabunge na viongozi wa kutoka North Eastern part of Kenya wanakubali kwamba hawajafanya maendeleo. Wao tu bora wameimba Ruto one term, yani wao bora tu wameweza kuimba Ruto two term, wanapewa pesa zao, wanaendelea kukula na familia zao Nairobi. Watoto wao wanasoma kwenye shule ambazo ni nzuri, mazingira yao ni mzuri upande wa Eastleigh, lakini watoto wa matajiri ambao waliweza kuajiri kazi wanateseka upande wa mashinani, Mandera, Garissa. Hilo ndilo jambo ambalo linachangia mpaka wananchi kuweza kukataa serikali, na badala waweze kuliangalia, wao kazi yao ni kukimbia pale. Wamepea sasa wananchi mabango waweze kuinua juu, waseme tuta. Angalia pesa kama hizi za logistic, hizi ambazo wametumia ndege zaidi ya 5, 6 zimetoka Nairobi zimeenda mpaka Garissa, zimebeba viongozi, kwa sababu rais lazima atembee na ndege yake, ndege nyingine itembee na wale walinzi ambao wanamchunga, ndege nyingine ibebe mawaziri, ndege nyingine ibebe naibu rais, kwa sababu limuona hapo. Hizo pesa ni nyingi za logistics, zaidi ya milioni 5 zingetosha hata kuweza kuchimba maji, hata wananchi waweze kupata chakula. Hayo ndio yanafanya wananchi wanakasirika. Namba 2, na sijasema two term, nimesema namba 2. Namba 2 ni ukosefu wa ajira kwa raia wa North Eastern part of Kenya or Northern part of Kenya. Vijana wanauliza, mbona hawajaweza kupewa ajira na hii serikali ambayo iliweza kuahidi kwamba watawapea ajira? Sasa wametoka Nairobi kuja kuwaambia kwamba sijui walitoa vikwazo vya kuchukua ID. Sasa ID ndizo wananchi watakula? Mwananchi aweza akakula ID, lazima apate maendeleo. Ndio. Mwananchi aweza akakula ID, lazima apate pesa. Kwa hivyo wanataka ajira. Namba 3. Zoezi hili la kupeana pesa, sijui ni za Nyota Fund, halikufanyika kiuwazi. Kwa nini? Nimeambiwa kwamba kuna vijana ambao wanalalamika hivi. Kuna watu ambao walichaguliwa wakaenda kupokea hela. Kuna wengine ambao waliachwa. Hili zoezi halikuwa la wazi.
Hili zoezi halikuwa la wazi. Waliambiana lini eti kwamba walikuwa wanachaguana wale ambao wanaenda kupokea hela? Wanasema kwamba kama ni pesa ambazo zilikuwa zinapeanwa zingewekwa pamoja, vijana wote wapewe, sio vijana wachache. Nobody is important than the other one. Sina mengi, mimi ni Bwana Ezra, lakini jua kwamba hizi kampeni za mapema za rais zitamcost. Asante sana.